Unser Thema lautet ja der Ratschluss Gottes mit der Menschheit einerseits. Kichwa ya maneno yetu ni hii: mpango wa Mungu kwa ajili ya wanadamu kwa upande mmoja, na maana ya Golgota ndani ya habari ya wokovu mpaka asubuhi ya ufufuko kwa upande mwingine. Na hiyo ndiyo tutaweza kuzungumzia leo, tukiwa na hitaji kwamba Bwana anaweza kutuzungumzia sisi sote, na kwamba uhusiano aliyoweka yeye mwenyewe pamoja nasi uweze kuwa ni uhusiano ambao ulio wa ngambo mbili, ili tuweze kuingizwa katika agano hilo, na kwamba tuweze kusema ndiyo kwa yale ambayo Mungu aliyofanya. Ningetaka nisome ndani ya Petro wa kwanza sura moja, kwanza kwa mstari wa 18 mpaka mstari wa 20, na kisha ndani ya Ufunuo sura moja. Tunaweza kusimama, ninawasihi. Petro wa kwanza sura moja mstari wa 18. Mstari wa 18, mukijua mmekombolewa si kwa vitu vinavyoharibika, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Mstari wa 19, lakini kwa damu ya damani kama ya mwana kondoo asiye na kilema wala alama, damu ya Kristo. Mstari 20, naye amejulikana kweli mbele ya kuwekwa misingi ya dunia, lakini amefunuliwa kwa mwisho wa nyakati kwa ajili yenu. Ndani ya Ufunuo kwenye sura moja, ningetaka nisome mstari wa 5 na mstari wa 6. Mstari wa 5 na wa 6, na zinatoka kwa Yesu Kristo, mshuhuda aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza na mkubwa wa wafalme wa dunia, kwa yeye ambaye alitupenda na kutuosha dhambi zetu kwa damu yake. Mstari wa 6, na kutufanya kuwa ufalme wa makuhani kwa Mungu na Baba yake. Kwa yeye utukufu na uwezo hata milele na milele. Amina. Tuombe. Baba uliye mbinguni, tunakuomba kutoka kilindi cha mioyo yetu ututazame sasa kwa rehema. Tunakuomba Bwana mwaminifu, uwe pamoja nasi. Tunataka tukuone kama yeye aliyesulubishwa na aliyefufuka ndani ya mateso yako, ndani ya kufa kwako, lakini pia ndani ya ushindi wako juu ya kifo na juu ya kuzimu, na katika ufuko wako siku ya tatu. Bwana mpendwa, bariki na utakase saa hii na siku hii. Acha matunda kwa ajili ya umilele uweze kuletwa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mkombozi mpendwa, kutoka kilindi cha nafsi yetu tunakushukuru sote pamoja kwa ajili ya siku ya tano hii takatifu, kwa ajili ya siku ambayo uliosulubishwa, siku ambayo uliomwanga damu yako kwa ajili ya wokovu ya wengi. Uliteseka kwa ajili yetu, kwa sababu yetu ukakufa, ili nasi tuweze kuishi, tuweze kuwa na uzima. Bwana mpendwa, ninaomba pia kwa ajili ya wale wote ambao wanaosikia uchunguzi wa neno wa namna hii kwa mara yao ya kwanza ndani ya maisha yao. Acha neno lako liweze kutuzungumzia sisi sote, liweze kugusa mioyo yetu,
tuweze kuelewa kwamba ni sisi ndiyo unazungumzia, na kwamba maneno haya yanatoka kwako. Tunakupatia sasa makusanyiko haya kiungu chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu wako. Tunakuomba Bwana mwaminifu, uwe pamoja nasi sawasawa na ahadi yako. Okoa, ponya, bariki na ujifunue kwa kila mmoja wetu katikati yetu. Tunayakuomba katika jina la Yesu. Amina. Amina. Munaweza kukaa. Wamama na wababa, wandugu wapendwa na wadada, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, siku hii iko zaidi ya siku zingine katika mwaka, ya muhimu sana kukumbuka yale yaliyofanyika wakati uliopita juu ya msalaba wa Golgotha. Na ningetaka niseme hii kwa ujumla. Siku ya tano takatifu haipashwi kusherekewa au kufanyiwa karamu, lakini inapashwa kuwa ni mazoezi katikati yako na yule aliyesulubishwa, mazoezi yako binafsi ambayo tunaweza kufanya pamoja na Mungu, tunayofanya pamoja na Mungu. Na natumaini kwamba uchunguzi wa neno hili itaweza kutuelewesha yale ambayo yaliyofanyika kweli kweli hapo Golgotha ndani ya habari ya wokovu. Ilikuwa ndiyo siku kubwa ya habari ya wanadamu, siku ambayo Mungu aliyojipatanisha na kujambatanisha pamoja na wanadamu, siku ambayo Mungu aliyokamata makosa yetu, makosa zetu yote ambayo iliyokuwa yetu, iliyokuwa ikitoka kwetu, na akaiweka juu ya mwana kondoo wa Mungu. Siku ambayo Agano la Kale lilikuwa likionyesha ikisema kwamba ni siku kubwa ya upatanisho. Ningetaka niweze kusoma andiko fulani juu ya maneno haya, na kama vinavyohusu uchunguzi wa neno sijui, lakini haiwezi kufika kama vile unafanyaka mara nyingi unapoweza kuwa kutoa utangazaji wa neno, na kama unaweza kuwa wa nguvu katika utangazaji wa neno. Acha neno lake liweze kutuzungumzia leo katika unyenyekevu wote, lakini tuweze kusikia matokeo yake. Tuko hapa leo ili tuweze kuishi mazoezi ya mtu binafsi pamoja na Mungu kwa namna ya haki. Makusanyiko haya ya kiungu haipashi kumalizika bila kila mtu aweze kuwekwa ameingia katika uhusiano, na aweze kuwa amepata uhusiano pamoja na Mungu, na aweze kuwa amefanya mazoezi ya salama ya kidini katika moyo wake. Nasoma kwa mafupi hii shahidi mbili ndani ya Ufunuo sura 1 mstari wa 5 na wa 6. Kwa yeye alitupenda sisi na kutuosha zambi zetu kwa damu yake. Alitupenda, akalipa deni, akatutosha katika zambi zetu kwa damu yake. Ukombozi ulitimilika. Hakuna mtu ambaye anapaswa kuangamia tena, kwa sababu wokovu uko pale. Na kama mtu anaweza kuangamia, anaingia katika maangamizi, ijapokuwa hiyo wokovu ambayo iliweza kupewa kwake hawezi kufanya Mungu kuwa msimamizi wa hiyo. Mungu anaitupatia na anatuacha tuweze kuwa huru katika yale tunayofanya. Kwa yeye ambaye alitupenda na kutuosha zambi zetu kwa damu yake, aliyafanya. Turudi kwa neno lilo katika barua ya Petro, ya kwamba tulikombolewa kwa damu ya damani ya Kristo. Tulifunguliwa kwa damu ya damani ya Kristo, kama ya mwana kondoo asiye na kilema wala alama. Petro wa kwanza sura 1:19. Tulishaka okolewa, tushaka funguliwa, tumeimba nimekombolewa
nami naweza kufurahi kwa ajili ya hiyo, naweza kusifu Bwana. Nimekombolewa kwa damu ya Mwokozi. Hiyo ndiyo ya lazima, hiyo ndiyo chanzo. Haihusu dhehebu ya Kikristo, haihusu yale ambayo wale wenye heshima au wale watumishi wa shirika fulani la kizehebu au la shirika fulani la kizehebu lio huru. Hapa inahusu kuweza kutambua na kuweza kuishi kila mtu binafsi yale ambayo Mungu aliyofanya, yale ambayo Mungu aliyofanya. Kama naweza kuisema kwa namna iliyo haki na kwa namna iliyo huru, na tambua hiyo hali moja, kama vile katika wakati wa Yesu Kristo Bwana wetu kulikuwa wengi ambao wanaotaka kuweza kuongoza wengine kwa namna ya kiroho, bila kuweza kuwa wao wenyewe waweza kuwa na macho iliyo wazi, bila wao wenyewe kuwa waliweza kufanya mazoezi yao binafsi kwa yale ambayo inayohusika kwa namna ya haki, kukombolewa, kufunguliwa kwa damu ya damani ya Kristo, kama ya damani, kama damu ya mwana kondoo asiye na alama au kilema. Petro wa kwanza sura 1:19. Mtu wapendwa, mtu mwanadamu hana kitu cha kufanya ila kukubali hiyo zawadi ya kiungu. Mungu aliweka hapa na akaiweka kwa upande wetu na akaifanya ya kufikiwa. Sasa ni kwako na mimi kuweza kuifikia na kuikubali. Nataka niweze kusoma andiko nyingi za Biblia. Ingine inayofuata iko katika barua ya pili ya Wakorinto sura 5 mstari wa 17. Mstari wa 17. Wakorinto wa pili sura 5 mstari wa 17. Mstari wa 17. Hivi kama mtu akiwa ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya. Maneno ya zamani yamepita, tazama maneno yote yamekuwa mapya. Mstari 18. Na maneno yote yanatoka kwa Mungu, ambaye alitupatanisha sisi naye mwenyewe kwa Kristo, kwa Yesu Kristo, naye alitupa sisi utumishi wa upatanisho. 19. Maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu naye mwenyewe, asiwahesabie makosa yao, na alituweka sisi kuhubiri neno la upatanisho. Hiyo ndiyo chanzo ya ujumbe ya Injili ya Yesu Kristo Bwana wetu. Nikisema inahusu kufungua mtu kutoka katika mangamizi na kuweza kumuvika taji ya neema na ya rehema, kama vile mtu alivyokuwa ametenganishwa na Mungu kupitia kuvunja sheria yake na kaingizwa katika kufa na mangamizi. Ilikuwa ya lazima ili Mungu kwa upande wake aweze kuweka tena kilalo mpaka kwa wanadamu na kuweza kurudisha tena uhusiano. Tulikuwa tuna hata uwezo mmoja kuweza kupanda kwa Mungu, hatuna hata uwezo ya kuweza kumkaribia yeye. Sasa ndiye angepashwa kushuka mpaka kwetu. Neno lingepashwa kufanyika kuwa mwili, angepashwa kugeuka kuwa mwanadamu ili aweze kutoa na kupatia wanadamu hapa kwenye dunia hii uwezo wa kuweza kupata upatanisho na wokovu. Na hapa inasemeka kwa namna njema. Mstari wa 18. Lakini maneno haya yanatoka kwa Mungu. Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 18. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuongeza kitu chochote kwa ukombozi ambao uliotimilika. Hakuna kitendo cha kidini, kitu chochote kilicho hata na uhusiano ya kiungu. Hakuna hata kitu cha mwanadamu kilicho na uhusiano ya kitendo cha kiungu iliyofanyika katika shauri ya Mungu. Sio watu wanaotenda kwa ajili ya wokovu wao, lakini Mungu yeye mwenyewe, na yeye mwenyewe alitenda, akatupatia wokovu ndani ya Kristo. Na kama vile tunaisoma hapa, alitupatanisha pamoja naye mwenyewe. Nataka kuonyesha ingine mara moja tena kwamba si kazi ya mtu
haiko kazi ya mtu, hata kama anaweza kuvaa kanzu na vazi fulani la kizebu, au kama anaweza kuwa na heshima fulani ya kidini. Ukombozi, wokovu ni kazi ya Mungu kwa ajili ya wanadamu, nayo inapaswa kukubaliwa na kupokelewa katika imani. Mstari 18, na maneno yote yanatoka kwa Mungu ambaye alitupatanisha sisi naye mwenyewe kwa Kristo, kwa Yesu Kristo, naye alitupa sisi utumishi wa upatanisho. Mtu ambaye aliyefanya mazoezi ya Mungu hawezi kushizuiza kuweza kuishuhudia. Anasikia hitaji ya ndani ya kuweza kuyazungumzia, akizungumzia wengine. Watu ambao waliopatanishwa wanakuwaka na neno la upatanisho katika mioyo yao, na wanaweza kuileta na kuiweza kuigawa pia. Tena ingine mara moja, shahidi hii nzuri, wa Korinto wa pili sura 4 mstari wa 19. Wa Korinto wa pili sura 5 mstari wa 19. Maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu naye mwenyewe, asiwahesabie makosa yao, na alituweka sisi tuhubiri neno la upatanisho. Neno hili la msalaba mtambue vizuri, na ninawaomba munisamehe kama ninaweza kufanya maonyo ambayo inaweza kuingia katika lengo moja au lengo nyingine. Mjue kwamba haiko msalaba na sio msalaba iliyo wazi, yote iko wazi. Msalaba na kaburi yote iko wazi. Yesu Kristo alisulubishwa, aliyewekwa katika kaburi na akafufuka kutoka wafu siku ya tatu. Hasulubishwe, haiko tena msalabani kama vile picha au sanamu ambayo inaweza kuwa ndani, kama vile wanaitengezaka mahali pote kama dhahabu na fedha na miti na machuma fulani tofauti. Niweza kuogopa siku moja wakati pofanya safari yangu iliyopita huko Filipini. Kulikuwa chumba katika hoteli na nikasema kwamba napasha kuingia huko ili niweze kuona yale yanayofanyika kule. Na huko niliweza kuhuzunishwa sana kuweza kuona ni picha gani iliyoweza kuwa imeharibishwa, iliyokuwa imewekwa kwenye kibambazi, na yote ilikuwa kisindikiza kosi, ilikuwa na mita 3 iliyofanyika kwa chuma fulani. Ilikuwa yahuzunisha sana kwa kutazama. Nikasema, Mungu wangu, Mungu mwaminifu, ona watu wanadamu waliweza kufanya nini kuhusu Bwana wetu na Mwokozi wetu. Bwana wetu hakubaki msalabani, angepashwa kufanya zaidi ya kuokoa na kukomboa. Angepashwa kwanza kuokoa, kusamehe zambi, kutosha makosa na kusamehe zambi na kutupatanisha pamoja naye mwenyewe. Lakini hiyo ilikuwa haitoshi. Angepashwa ili aweze kushuka katika kuzimu, ili aweze kushinda kifo, aweze kunyang'anya uwezo wake, aweze kushinda kuzimu na kuweza kuleta mateka, ili aweze kuonyesha tena nguvu zake zote hapa duniani na chini ya dunia. Siku ya tatu akaonekana akiwa wazi kwamba kifo, kuzimu na shetani havingeweza kumzuia. Alifufuka, yeye ni hai, anaishi ndani ya moyo wangu, anaishi katika mioyo ya wale wote ambao waliompokea. Sio maneno ya kuletea mabishano. Yawezekana unaweza kuikubali au unaikataa. Hauwezi kuleta mazungumzo juu yake. Hiyo inalingana tu na imani, na inaweza tu kufikiwa kwa imani. Tunajua sisi sote kwamba watu wanaleta mafilosofia juu ya mambo hayo, wanatumikisha akili yao na wanaleta pia maoni yao. Lakini mtu anayetaka kuokolewa anapaswa kuacha ingine yote pembeni. Anaacha maoni ya mwanadamu pembeni na kuja kwa Bwana ambaye aliyetuhurumia sisi sote
ili tuweze kupokea zawadi ya neema ya Mungu. Ningetaka niweze kusoma shairi inayojulikana na sisi sote iliyo katika barua ya kwanza ya Wakorinto sura 1. Sisi sote tuko hapa kukubaliana kwamba tunatokea katika parokia fulani za kizehebu na mashirika fulani za kizehebu iliyo huru. Tuliweza kusoma sisi sote maandiko matakatifu. Wakorintho wa kwanza sura 1 mstari 18. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upumbavu, lakini kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu za Mungu. Ni hiyo kitu moja, ina matokeo mawili iliyo tofauti. Kwa waamini, neno la msalaba ni nguvu za Mungu. Kwa wasioamini, hayo yote ni kikwazo, ni kikwazo. Hajue ni kitu cha kufanyisha hiyo. Wa rafiki zangu, leo hayo yanapaswa kubadilika ndani yetu, ndani ya mioyo yetu. Leo neno la msalaba linapaswa kupenya katika mioyo yetu kama vile uhakika wa kiungu ulio hai. Leo Golgotha inapaswa kuonyeshwa kwetu kama vile tuko karibu sana, na kama vile tunatazama Bwana wetu akisulubishwa juu ya msalaba, akipigwa misumari kwenye msalaba, miguu na mikono yake, namna gani msalaba uliweza kuwekwa pamoja naye, namna gani aliweza kuchekelewa na kuzihakiwa. Leo Yesu Kristo mwana wa Mungu, ambaye aliye mwanga damu yake na uzima wake kwa ajili yetu, anapaswa kusimama mbele ya macho yetu kama vile tulikuwa karibu sana na tunatazama yale ambayo iliyokuwa ikifanyika, kwa maana hayo yote yalifanyika kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Hayo yalifanyika kwa ajili yetu. Na turudie tena ingine mara moja, na sio kwa ajili ya kusherekea siku hii, lakini kwa ajili ya kuishi yale ambayo Mungu aliyotupatia katika habari ya wokovu kupitia hiyo zabihu moja ya Golgotha, upatanisho pamoja na Mungu, msamaha wa makosa yetu yote na dhambi zetu zote, ya makosa yetu yote na dhambi zetu zote, uzima wa milele kupitia imani ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Hatuna hitaji ya kitu kingine hii kwa ajili ya kuokolewa. Hapa neno hili ni hili, mstari 18, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upumbavu. Moyo mpendwa, kama neno hili la msalaba, injili ya Yesu Kristo, kama haikwambia kitu mpaka leo, kama ina kitu ya kuambia leo, basi acha uweze kuwa katika saa hii, kwamba neema ya Mungu iweze kuingia ndani mwako, saha ambayo mioyo inaweza kufunguliwa, saha ambayo tunaweza kupata salama pamoja na Mungu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Mstari 18, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upumbavu. Sitaki kusema kwamba kuna watu ambao wanaoweza kuhitaji kwa namna yao ya kutaka tu waweze kuangamia, lakini nawaza kwamba naweza kusema kwamba wengi wana kamata njia tofauti, wakiwaza kwamba njia hizo zinaongoza mpaka kwenye lengo, kwamba zinaongoza kwenye heri. Na inaomba kusema sasa waziwazi kwamba kuna njia moja tu, kuna haki moja, kweli moja, kuna uzima moja. Kuna moja ambaye aliweza kusema yeye mwenyewe kwamba mimi ni njia, kweli na uzima. Yohana 14 mstari wa 6. Tunapaswa kuja kwa Bwana wetu kama tunataka tuweze kupata sehemu kwa wokovu huo na ukombozi huo wa kiungu. Upumbavu kwa wale waliopotea. Na kundi ya pili
Pale inasema kuhusu kundi hilo kwamba sisi tuliookolewa ni nguvu za Mungu. Kuna mtu anayeweza kusema ninajua makosa yangu, najua mapungufu yangu. Sasa hii yote inaweza kufanyika namna gani? Kama ninaweza kutakasia maisha yangu kwa Bwana, namna gani za kuishi maisha ambayo inayoweza kumpendeza? Na kisha ninataka kusoma hii hakukosa, naweza kusoma hii niweze kujilinganisha na andiko iliyosomewa mbele, Wakorinto wa pili sura 5 mstari wa 18. Lakini hayo yote maneno haya yote yanatoka kwa Mungu, sio kazi yako, lakini kazi ya Mungu. Sio nguvu zako na nguvu zangu, sio kazi yako na kazi yangu, lakini ni kazi ya ukombozi iliyotimilika hapo kwenye msalaba wa Golgotha, na ni kupitia utangazaji wa neno la Mungu ndipo yale ambayo Mungu aliyofanya na kufunulia kwa watu yanaletwa kwa watu. Ni habari njema, ujumbe wa wokovu, injili ya Yesu Kristo Bwana wetu. 18. Lakini kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu za Mungu. Tunapashwa kuishi neno la msalaba, yale yaliyofanyika juu ya msalaba, tunapaswa kuishi kama vile nguvu za Mungu. Ningetaka pia niweze kusoma andiko nyingine ya sura 1 ya Waroma mstari wa 16. Waroma sura 1 mstari wa 16. Waroma sura 1 mstari wa 16. Kwa maana sioni haya kwa habari njema ya Kristo, kwa sababu ni uwezo wa Mungu. Mnasikia vizuri? Kwa maana sioni haya kwa habari njema ya Kristo, kwa sababu ni nguvu za Mungu au uwezo wa Mungu, hata ukovu kwa kila mtu anayeamini, kwa Myuda kwanza na kwa Myunani vile vile. 17. Kwa sababu haki ya Mungu imeonekana ndani yake toka imani hata imani, kama vile inavyoandikwa Habakuki 2 mstari wa 4, mwenye haki ataishi kwa imani. Ona ni neno gani la ajabu la maandiko matakatifu! Habari njema ya Yesu Kristo ni nguvu za Mungu kwa ajili ya wale wanaoamini. Ni nguvu ambayo Mungu anayofunua katika maisha yetu, nguvu au uwezo ambao tunayohitaji kwa ajili ya kuweza kutumikia na kufuata Bwana, kwa ajili ya kutoshwa katika yote iliyo ya kidunia, ili tuweze kutumikia Bwana kwa namna njema. Ningetaka kuendelea na kusoma katika Injili ya Mathayo ili tuweze kukumbuka waziwazi yale ambayo yaliyofanyika katika siku ile. Mathayo sura 27, sura 27 mstari wa 45. Basi toka saa 6 giza lilikuwa juu ya nchi yote hata saa 9. Mstari wa 46. Na karibu na saa 9 Yesu alipaza sauti kubwa akisema, Eloi, Eloi, lama sabaktani, maana yake Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Kwanza pale muda kidogo. Hapa tunaonyeshwa kwamba mwana kondoo wa Mungu alikamata nafasi yetu, kwa sababu tulikuwa tumetenganishwa na Mungu, sisi ambao tulikuwa tumeachwa na Mungu. Hapa Yesu Kristo, yeye kama vile mkombozi, alikamata nafasi ya wale ambao wangepashwa kukombolewa au kununuliwa. Alipaza sauti, kilio yako na kilio yangu, kwa maana dhambi ya ulimwengu mzima ilikuwa imewekwa juu yake, kama vile nabii Isaya alivyosema kwenye sura 53, aliumizwa kwa sababu ya dhambi zetu, alipigwa kwa sababu ya makosa yetu.
mapigo ambayo nayo tuletea salama ilianguka juu yake, na kwa kuumizwa kwake nasi tumepona. Wakati inapotimilika yale ambayo Yohana Mbatizaji aliyosema, tazama mwana kondoo wa Mungu anayetoa zambi za ulimwengu, Yohana 1:29. Wakati zambi za dunia yote nzima zilipokuwa zimewekwa juu ya mwana kondoo wa Mungu, akalia kwa sauti kubwa kwa nafasi ya wale ambao waliokuwa wametenganishwa na Mungu kwa sababu ya zambi. Akasema, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa sababu gani umeniacha? Mathayo 27:46. Nataka kusema hapa kitu fulani kinachonigusa sana. Kuna watu ambao hawajaweza kusikia, ambao hawajaweza kufanya mazoezi ya kuweza kujua kuacha Mungu ni nini. Ni wale ambao wanaokufa katika dhambi zao na makosa yao. Lakini wakati Roho wa Mungu anapoweza kuja juu ya mtu kupitia utangazaji wa habari njema au Injili, hapo wanatambua kwamba wameachwa na Mungu, kwamba wamekwisha kuangamia na kupotea, na hapo wataweza kuelewa kwa namna njema mahali walipo na mahali wanapokwenda. Na katika hali hiyo, ndani ya wakati ule sasa ndipo kilio kinakuwa kubwa. Wakati nilipokuwa ningali kijana, nilikuwa nikiwaza kwamba ulimwengu ulikuwa umefunguliwa kwangu. Nilikuwa sijua hata kujua dhambi ni nini, au nilikuwa sina hata wazo wa kujua kwamba nahitaji Mwokozi. Nilikuwa nikisema, sikuwa mtu, sikutenda kitu kibaya cha kuweza kuhukumiwa. Lakini wakati neno liponionya, hapo sasa mkono wa Bwana ukaweza kuwekwa juu yangu, na hapo niliona na nikatambua kutengana kwangu pamoja na Mungu na maangamizi yangu. Nikaona hali yangu ya kukata tumaini, lakini hapo sasa machozi ikamwangika. Sikukuwa na haya ya kuweza kuitamka kwa namna iliyo wazi. Hapa wakati mtu anapoamshwa na utangazaji wa Injili, habaki yake tena katika dhambi na kuvunja sheria, Mungu hapo anaanza kumutikisa na kumwamsha. Na kwanza, wakati mtu anapotoka katika usingizi wake wa dhambi, ambao ndani yake kila mtu anakuwaka ndani kwa namna ya mwili, kila mtu anakuwaka katika hali hiyo ya usingizi wa dhambi. Wakati sasa anapoamshwa, anapotoshwa katika usingizi huo, hapo anatambua kwamba siko mtoto wa Mungu, kwamba sijaokolewa, kwamba nishakatenganishwa na Mungu. Na nawaambia, hapo ndipo Roho wa Mungu anakuja kwa mtu kwa namna ya nguvu, ndipo anaweza kushikwa na kutikiswa kwa ndani, na kisha nalia, Bwana, niokoa nafsi yangu, samehe makosa yangu na dhambi zangu, unipatie upatanisho ambao ulioleta kwa wanadamu hapo Golgota. Tangu wakati wote mwanadamu anakuwa katika hali ya kiroho iliyokufa, hawezi kutambua kitu. Wamoja wanangoja upako wa juujuu, na wengine akose wanangoja akose meza ya mwisho ya Bwana, ili waweze kutuliza dhamiri yao, ili waweze kuingia kwa upande wa pili, waende kuenda huku katika umelele. Hapana, lakini waweze kuambia hii waziwazi, Mwokozi peke yake anaweza kusamehe, na msamaha unaweza kuipata tu kupitia imani ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Na mtu anaweza kuokolewa mbele ya kuweza kutoka kwenye dunia hii. Mtu anayetoka katika dunia hii akiingia katika umilele bila kuwa ameokolewa, atafika kwa upande ingine ile ya pili bila kuokolewa. Neno la msalaba imegeuka kwetu kuwa nguvu za kiungu, nguvu za Mungu. Tuliweza kueleza hapa hali kwamba kukawa giza kutoka saa 6 mpaka saa 9. Mathayo sura 27 mstari wa 15. Na nikumbusha neno la Mwanzo sura 1. Giza ikafunika, ilikuwa ikizunguka maji. Mwanzo sura 1 mstari wa 2. Lakini Mungu akasema nuru ikuwe, na nuru ikakuwa.
Hapa Mungu aliweza kuonyesha kwamba wanadamu wote walikuwa wamewekwa katika giza, ndani ya giza kubwa, na kisha kukaja hii sauti ya ushindi ya kwamba yote imekwisha. Ndipo sasa nuru ikakuwa, pazia ya hekalu ikapasuka kutoka juu mpaka chini. Hiyo ingepasha kumaanisha kwamba njia mpaka kwa Mungu, njia mpaka kwenye mahali patakatifu sana. Mahali patakatifu ilikuwa wazi sana, ilikuwa sasa wazi. Warafiki wapendwa, kwenye dunia hii Mungu alinyoshea wanadamu mkono wa upatanisho. Hapa juu ya dunia hii, huko juu ya mlima wa Golgota, kwa mita fulani ya kufika Yerusalema, Bwana wetu alimwanga damu yake na akatoa uzima wake ili nasi tuweze kuokolewa. Mtu ambaye Roho wa Mungu anaweza kushukia, anayeweza kushitambua kwamba amepotea na kulia kweli kweli, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa sababu gani uliniacha? Sasa pale tunajua kwa sababu gani hayo yalifanyika. Dhambi ilikuwa imeshika wanadamu wote, na sio tu matokeo ya dhambi kwa namna iliyo tofauti, lakini pia dhambi ya kutokuamini. Watu hawawezi tena kuamini kama vile andiko linavyosema. Kila mtu anaamini kama vile anavyotaka, anaamini bila hata kujua kwamba hiyo haina hata thamani moja mbele ya Mungu. Mstari 15, basi toka saa 6 giza lilikuwa juu ya nchi yote hata saa 9. Na kisha kukuja hiki kilio, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa sababu gani umeniacha? Wale waliosikia kwa makini sana wataweza kutambua kwamba tulisoma katika Wakorintho wa pili sura 5 mstari 19 kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu pamoja na yeye mwenyewe. Hapa tunasoma Mungu wangu, Mungu wangu, kwa sababu gani umeniacha? Ni kitu gani kilifanyika kweli kweli? Yote mbili ni vya kweli. Wakati zambi ya ulimwengu mzima iliyowekwa juu yake, wakati alipokuwa amesulubishwa, wakati alipokuwa ametoa uzima wake kwa ajili yetu, moja ya andiko hizi mbili ilionekana kuwa ya kweli. Akasema, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa sababu gani umeniacha? Lakini muda kidogo baadaye, wakati mkuka wakati mkuki wa jeshi moja wa Roma ilipopiga ubavu wake, na hapo damu takatifu ya damani mwangika na takatifu, ndipo sasa Mungu aliweza kuleta upatanisho na msamaha kwa wanadamu. Yote ilifanyika hapo msalabani. Hadi ya kwanza aliachwa na Mungu, hali ya pili sasa ilikuwa ni upatanisho pamoja na Mungu. Wapendwa, hiyo ni kitendo cha habari ya wokovu. Hapa haihusu maneno ya akili ambayo iliweza kuwa tu, lakini ilikuwa na itakuwa hivyo. Pamoja na Mungu hakuna akose, hii inaweza kuwa, lakini pamoja na Mungu inakuwa kama vile alivyosema na kama vile alivyofanya. Tulipatanishwa pamoja na Mungu. Mniruhusu niweze kusoma andiko ya habari ya Marko. Niweza kuchagua niweze kusoma injili tofauti ili niweze kuonyesha kwa namna ya kipekee yale yaliyofanyika. Ninasoma hapa mstari ya Marko sura 15, Marko 15 mstari wa 13 na 6. Marko 15 mstari wa 13 na 6. 15 na 13 na 6. Na mmoja alikwenda mbio akajaza sifongo siki, akaitia juu ya mti, akamunyesha asikie
akisema, acheni tuone kama Eliya atakuja kumsaidia. 37. Yesu akatoa sauti kubwa, akatoa roho. Ninasoma katika Injili ya Luka, Luka sura 23 mstari wa 39. Mmoja wa wale watenda mabaya waliotundikwa pamoja naye akamtukana akisema, si wewe uliye Kristo? Ushiokoe mwenyewe pamoja nasi. Mstari wa 14. Lakini wa pili akamhamakia akisema, hauogopi hata Mungu? Maana wewe ni katika hukumu ile ile. 11. Na sisi kwa kweli, kwa sababu tumepokea malipo yanayostahili kwa matendo yetu, lakini mtu huyu hakufanya neno lisilofaa. 12. Akamwambia Yesu, Bwana, unikumbuke wakati unapokuja katika ufalme wako. Mstari 13. Yesu akamwambia, kweli ninakwambia, leo utakuwa pamoja nami katika paradiso. Warafiki wangu, yote ni uhakika. Mbingu na dunia, uzima na kifo, nuru na giza, wakati na umilele, yote ni uhakika. Ni kweli kuna wale ambao jiacha washangiliwe na taifa kama vile wale wa filosofi, na wanasema kwamba kuna mtu ambaye shaka kuja ili aweze kutuambia kule kuna fanana namna gani. Lakini warafiki yangu wapendwa, alishaka kuja na ushuhuda wake ni wa kweli, ni wa haki. Kama hiyo ingeweza kuwa tu ni Lazaro tu akose, tunaweza kuamini yale aliyofanya au hapana, tunaweza kuiamini au hapana. Lakini ilikuwa ni mmoja tu, ni Yesu Kristo Bwana wetu, ndiye mwenyewe aliyeweza kuja, aliyeshuka na akarudi siku ya tatu, aliyefufuka na aliyesema, nilikuwa nimekufa, lakini tazama ninaishi hata milele na milele. Siyo mahabari zilizotengenezwa. Mbingu ni uhakika, uzimu nao ni uhakika, uzima wa milele ni uhakika. Mungu ni wa haki, shetani naye ni wa haki, naye iko, yote iko kama vile imekwisha kuletwa kwetu na kuonyeshwa katika Biblia. Wanatuonyesha hapa mtu wa kwanza ambaye aliyeita jina la Bwana kwa ajili ya kuokolewa, mtu ambaye anayetaka kupata msamaha wa makosa yake na dhambi zake. Hapashi kuja kuweza kusema jambo, mpendo wa Mungu, niko hapa, lakini anapashwa kuita jina la Bwana. Anapashwa kutambua hali ya maangamizi ambayo iko ndani na kuweza kuona hukumu yake, kama vile mtu yule alivyoweza kuitambua na akasema. Na sisi kwa kweli, sababu tunapokea malipo yanayostahili kwa makosa yetu, lakini mtu huyu hakufanya neno lisilofaa. Luka 23 mstari 11. Sisi sote tulizaliwa katika dunia hii tukitenganishwa na Mungu. Kama vile nimekwisha kusema, hakuna kitendo cha kizehebu ama cha kidini kinayoweza kusaidia mtu arudie kwa Mungu, ila yale ambayo Mungu aliyofanya ndiyo inayohesabika katika ufalme wa Mungu. Hatuwezi kuweza kuchelewa na kukazilia juu ya umuhimu wa siku ya tano ya wokovu. Ni siku ya wokovu iliyoanza siku ile, siku ya upatanisho wa Mungu pamoja na mwanadamu, na kama vile ilivyoweza kuonyeshwa katika Agano la Kale ndani ya Walawi sura 23, ikihusu siku kubwa ya upatanisho ya mwaka ya Yubile. Bwana wetu aliweza kuisoma pia ndani ya Luka sura 4
na akaonyesha hayo akisema kwamba ni siku au ni ni mwaka wa Bwana, mwaka wa neema wa Bwana. Luka sura 4 mstari 18 na 19. Na alisema katika hiyo akasema kwamba hii inatimilika mbele ambacho yenu siku hii. Luka sura 4 mstari 21. Mungu anataka aweze kufanya wana wa Mungu waweze kuwa wa milele, watoke katika hali ya muda mfupi, na kwa ajili ya kuweza kuishi milele tunapaswa kupata uzima wa milele wakati tunapokuwa hai hapa duniani, kwa maana yule ambaye aliye uzima wa milele ndiye anayeweza kuishi milele. Na hivyo kama vile yule aliyepokea uzima wa muda mfupi ndianza kuishi pia muda mfupi. Kwa ajili ya kuweza kupata uzima wa muda mfupi tunapaswa kuanza kuzaliwa katika dunia hii na kuweza kupumua ili iweze kutembea vizuri. Na hiyo ndio inafanyika pia kwa namna ya kiroho. Tunapaswa kuzaliwa ndani ya ufalme wa Mungu. Nafsi yetu inapaswa kupumua kwa ndani na kumeza uzima wa kiungu ndani mwetu. Ndani ya hiyo uzima Bwana wetu alisema ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 3 mstari wa 6, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Yohana 3 mstari wa 6. Na akakazilia akaonyesha, usishangae kwa sababu nilikwambia sharti muzaliwe mara ya pili, kama sivyo hautaona uzima wa Mungu au ufalme wa Mungu. Ninakubalishwa katika dhamiri na katika haki ya kuweza kuambia watu kweli, na kweli ni kwamba kuna njia mbili tofauti, kama vile Bwana mwenyewe anavyotuonyesha katika Mathayo sura 7 kwenye mstari wa 14. Njia pana inayoongoza mpaka mangamizi, na wengi ndio ambao wanayoifuata. Lakini mlango mwembamba inayoongoza mpaka uzima ni wachache ndio wanaopata mlango huu mwembamba. Ndio maana Bwana anasema nyuma ya maneno haya kwamba muingie katika mlango mwembamba. Anaisema mbele, anaweza kuisoma pia baadaye, anaweza pia kuisema baadaye, asema kwamba muingie kwa mlango mwembamba. Tena ingine mara moja tunaona kwamba sio kitendo cha kidini cha kizehebu ambayo inaweza kuhesabiliwa, lakini ni kitendo cha Mungu yeye mwenyewe ndiyo kinachoanza mahali ambapo mtu anaposhiacha kwa Mungu na kusikia neno lake, anapokubali ujumbe wa wokovu wa Yesu Kristo na kuweza kuamini Bwana. Mambo ya kiungu yanaweza kufikia kwetu kupitia imani tu. Kwa kichwa yetu tunaweza kuleta siku zote mabishano, lakini kwa moyo wetu tunaweza kuamini, na kwa vinywa vyetu tunaweza kukiri yale tunayoamini kutoka kilindi cha mioyo yetu. Na ni hivyo ndivyo inavyoandikwa katika sura 10 ya barua kwa Waroma. Imani inatoka katika mahubiri. Waroma 10 mstari 17. Warafiki wapendwa, niweza kusafiri katika nchi zaidi ya 100. Niweza kuona watu wengi, niweza kuona madini zao na mitendo yao, na hiyo yote iliweza kunifundisha mambo mengi iliyo ya lazima. Niweza kuona miungu na miungu ya kike, Mungu ambaye anayelala, ambaye wakuwa wakifanya mambo fulani ili wakiwa kileta hiyo sadaka zao ili muongozi wao asiweze kusinzilia kwenye vola ya gari. Nikuwa huko Madrisa huko Uhindi, niweza kuona mambo mengi ya kusumbua. Niweza kutembea katika mabara 5, niweza kuingia huko Umoja wa Sovieti, huko Uchina. Niweza kuona watu wengi wako na mahitaji mengi, watu wanatafuta ndani mwao mna kitu fulani ambayo kinachoweza kuacha waweze kuabudu. Hiyo kitu kilicho ndani mwao ndio kinaacha wanaabudu, lakini wanaifanya kwa namna mbaya. Na siku moja naweza kuzungumuza katika mji mkubwa wa Pakistani huko Islamabad, na kulikuwa Waislamu wengi na walikuwa na mashaka kuweza kuamini
kwa maana wanaamini kwamba sisi tunaamini miungu tatu, lakini tunaamini Mungu mmoja. Nao hawajue kwamba huyo Mungu mmoja ndiye alijifunua kama vile Baba mbinguni na hapa duniani ndani ya Mwana na ndani ya kanisa kupitia Roho Mtakatifu. Lakini ni huyo Mungu mmoja, lakini wao wanaamini Mungu mmoja na wanaamini huyo Muhammad wao. Lakini kasema siku moja ndani ya hiyo mji mkubwa wa Pakistani kwamba Mungu ni mmoja, naye anapaswa kuonekana tu mahali alipojifunua yeye mwenyewe. Na ningetaka ili muweze kukamata maelezo haya kwa namna iliyo njema kwenye moyo wenu na muweze kuyawazia. Na ni mahali ambapo Mungu alijifunua kwa wanadamu na alipoweza kuonyesha na kujulisha jina lake na kufunua mapenzi yake, na ni hapo ndipo tunaweza kutanana na Mungu, kutambua mapenzi yake na kukubali ufunuo wake, na si kukuwa katika mahali fulani iliyokuwa imetayarishwa na wanadamu, lakini ilikuwa ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu, ndimo ufunuo uliofanyika. Niliweza kuona watu ambao waliokuwa wakitazama katika anga wakitazama jua, na watu wengine waliokuwa wakiingia katika anga. Hiyo yote inafanyika vizuri, lakini Mungu ndiye muumbaji wao. Yeye ndiye muumbaji wa vyote, uzima wote unatoka kwake. Aliita yote kuonekana, lakini hapa haihusu viumbe, lakini inahusu wokovu, ukombozi. Na kama nahitaji wokovu, napaswa kuzungumza na Mwokozi, na kama nahitaji ya kuokolewa, napaswa kuzungumza na Mwokozi. Kama nahitaji ukombozi, napaswa kuzungumza na mkombozi. Na kama niko mgonjwa, siwezi enda kwa mtu anayetengeneza gari, lakini napaswa kuenda kwa mganga. Unasikia vizuri? Tunapaswa kugeukia yule ambaye anapaswa kutengeneza hali ambayo inayotusumbua. Na wakati napohusu kuweza kutengeneza hali yetu pamoja na Mungu na kugeuka kuwa wana wa Mungu wa kweli, hatupashwi kuzungumzia watu, pia kuzungumzia mashirika za Kikristo, lakini tunapashwa kuzungumza na kuzungumzia Yesu Kristo. Na nataka kuambia kwa sababu gani? Tunaona leo katika Ukristo kuna kukiri iliyo tofauti 300. Wote wanakuwa katika hiyo shirika la ulimwengu la kimadhehebu, mashirika zaidi ya 300, lakini kuna Mungu mmoja, kuna Biblia moja, kuna wokovu moja, kuna uzima mmoja wa milele, kuna njia moja, kuna kweli moja, yote ni moja moja moja. Lakini wengine wote wanaweza kuifanya mambo mengine na wakapoteza makundi ya watu, bali ya kuwaongoza mpaka Kristo, mpaka kwa Kristo, na kuweza kuwaonyesha njia mpaka kwake, na yeye waweze kuwaongoza kwake, lakini wakaonyesha njia tofauti. Lakini sisi kazi yetu ni kuweza kuonyesha watu njia ya kweli katika unyenyekevu wote. Kuna neno nzuri lilo katika nabii Yeremia kwamba nalosema kwamba neno la Yeremia nalosema kwamba tazameni na mwangalie katika njia zamani, muone njia ya wokovu na mtembee ndani. Yeremia 6:16. Tunapaswa kupata njia ya Mungu, njia ya wokovu, na kisha tuifuate. Na kama hapa tunaonyeshwa kwamba mtu wa kwanza aliyeokolewa aliifanya wakati wa kufa kwake, wakati Yesu alikuwa akikufa. Mtu yule akamwita akasema, unikumbuke wakati utakapokuja katika ufalme wako. Luka 23:42. Na jibu ilikuwa ni fupi na nzuri sana. Akamwambia, kweli ninakwambia leo utakuwa pamoja nami katika paradiso. Hapa kunatimilika neno la andiko la nabii Yeremia, kama vile Petro alivyoisema katika mahubiri yake ya kwanza siku ya Pentekoste. Mtu yoyote anayeita jina la Bwana ataokolewa. Tazama, mtu wa kwanza ambaye aliyeitia jina la Bwana ndani ya Agano Jipya na akaokolewa. Amina. Aliweza kuingia hapo hapo ndani ya paradiso pamoja na Bwana. Ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 19, ninasoma tena mstari wa 28 na
mpaka 13. Mstari wa 28. Nyuma ya maneno haya Yesu akijua ya kama maneno yote yamekwisha kumalizwa ili andiko litimizwe. Ninasomaka sana sana katika Agano Jipya kwamba andiko litimizwe. Ili andiko litimizwe, akasema nina kiu. Mstari 29. Palikuwa kule chombo kimejaa siki, wakajaza sifongo na siki, wakatia juu ya hisopo, wakatia kwa kinywa chake. 13. Basi wakati Yesu alipopokea siki, akasema imekwisha, akainamisha kichwa chake, akatoa roho yake. Neno hili linalosema kwamba yote imekwisha, ni kusema ni yote, haiko tu maneno. Ni hapa ndipo ilitimilika kitendo cha ukombozi ya Mungu hapa duniani. Deni ililipwa, dhambi ikasamehewa, neema ya Mungu ikaonekana na msamaha wa Mungu ikapewa kwa wanadamu, na njia ya Mungu inapaswa kuonekana, na hakuna mtu anapaswa kupotea, lakini wote wanapaswa kuokolewa, na njia iko wazi. Mtu ambaye asikuwa na laumu akakabata nafasi ya wale waliokuwa na makosa, akafanya dhambi kwa ajili yetu, ili nasi tuweze kupata sehemu katika haki ya Mungu ndani yake. Wa mama na wa baba, wapendwa ndugu na dada katika Bwana wetu Yesu Kristo, si sote hapa karibu tutakuwa katika umilele, tuwe vijana au wazee. Ninaweza kusema nikinapoona alama za wakati, nasema kwamba tuko karibu ya kurudi kwa Yesu Kristo, na siwezi kushaacha kukatwa tumaini na wale wanaosema wanasema na wanaamini kwamba wanangoja hiyo tangu muda mrefu, lakini ni katika wakati wetu ndimo unabii wa kibiblia unatimilika mbele ya macho yetu. Na Bwana wetu anasema ndani ya Mathayo sura 24, ndani ya Luka sura 21 na mahali pengine, wakati maneno haya yanapoanza kuja, tazameni juu, munyanyue vichwa vyenu, kwa sababu ukombozi wenu umekaribia, ukovu wenu umekaribia. Luka 21 mstari 28. Unaona sasa tuko karibu sana ya kuja kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Siku ile Mathayo sura 25 itatimilika. Mstari wa 10 inaandikwa kwamba wale wabikira waliokuwa tayari waliingia pamoja na bwana harusi katika chumba cha harusi, na mlango ukafungwa, na nje kutakuwa kilio na kusaga meno. Ingine mara moja tena watu watasema akose, kama Mungu angekuwa Mungu na upendo, sasa kwa sababu gani anaweza kuruhusu ili mahukumu za namna hii na hizi majanga zote za kuanguka juu ya wanadamu? Mshaka kuwazia kwamba watu hawawaziake Mungu wakati mambo yote iko vizuri. Wakati mambo iko vizuri hawasemaki kwamba Mungu iko, wanasema kwamba Mungu hakwake. Lakini hapo wakati mabaya yanafika, hao Mungu alipasha kuyarudisha na kuenda hata kama Mungu hakwake. Unaona, kuna watu ambao wanao sema kwamba Mungu hakwake, lakini wanafiki wapendwa. Lakini kuna kitu gani kinachostahili sasa? Mungu aliweka uhusiano pamoja nasi, alifunika Maria kwa kivuli chake, na yule ambaye aliyezaa alizaliwa kupitia Roho Mtakatifu. Ndani ya Yesu Kristo mulikuwa uzima wa kiungu na damu ya kiungu. Hakukuwa Muyuda au Muyunani au mtaifa. Alikuwa ni Mungu aliyejifunua kwa namna ya mtu. Alikuwa mwokozi wetu, alikuwa mkombozi wetu,
ndani ya damu takatifu ya Mungu mulikuwa uzima takatifu ya Mungu. Wakati damu limwangika, uzima wa kiungu ulionekana ili uweze kurudia tena kama vile uzima wa kiungu ndani ya wale wote ambao wamesha kukombolewa kwa damu. Ndiyo maana inaandikwa pia, ndani mwake mulikuwa uzima na uzima ulikuwa nuru ya watu. Yohana 1:4. Kuna wale pia ambao wasio angalia mpango wa Mungu kwa macho ya kiungu, kama vile nilivyosema, wanahesabia mpango wa Mungu kama vile ni akili, kama sayansa. Wanayawazia wakati unaposoma vitabu fulani vya waprofesa fulani, unajisiaka kwa namna ile tofauti. Walijaribu kuweza kuelewa Mungu, ufunuo za Mungu, mpango ya Mungu, yote inakuwa wanaifanya kwa akili yao, na ijapokuwa hiyo haiwezekani, hatuwezi kueleza Mungu, hatuwezi kumtafsiri, tunaweza tu kumuishi. Hatuwezi kuona Mungu, lakini tunaweza kumpenda kwa moyo wetu wote na kwa nafsi yetu yote. Na kisha kutakuta siku ambayo itakayotimilika yale yanayoandikwa ndani ya mahubiri juu ya mlima. Heri wale walio na moyo safi, kwa maana wataona Mungu. Mathayo 5:8. Kuna andiko nzuri za Biblia, msijidanganye. Kuna andiko nyingi za Biblia zisizodanganya, ambazo haziwezi kudanganya. Tunajua kweli kweli kwamba neno la Mungu ni la kweli, hata kama wazi haki wanaweza kushuhudia kwamba yote haiwezi kulinganishwa, kwamba yote haiko sawa sawa, hata kama mainjili ziko tofauti kwa namna yote tofauti moja na nyingine katika maandishi yao, lakini ya lazima Mungu mmoja alisema kujua kitendo fulani na mwingine alisema kitu fulani, lakini wakati unapoweka pamoja inakuwa ni kitu moja inayokubaliana. Lakini wale wanaozungumzia maneno haya kwa akili yao wanaenda kwa namna ya uongo na wanapotelea katika maneno ambayo siyoweza kusaidia na siyoweza kuchukua mtu hata pahali fulani. Lakini leo katika siku hii tuelewe maana ya habari ya wokovu iliyofanyika hapo Golgotha, na tuweze kutukumbusha, na kama inawezekana aweze kuingia katika mioyo yetu. Mkombozi wetu alikuja na alizaliwa katika ulimwengu huu katika lengo hiyo, akakamata sura ya mtu ili aweze kulipa damu, aweze kulipa deni ya wokovu kwa ajili ya wanadamu, na akakamata nafasi yao wote. Kila mtu anapaswa kuikubali kwa ajili yake mwenyewe, kwa namna yake mwenyewe. Kwa wale waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Yohana 1:12. Ninahitaji kweli ili wote bila hata kuacha mtu mmoja, vijana na wazee, waweze kukumbuka hiyo kitendo ambayo iliyofanyika kuna zaidi ya miaka 2000 juu ya mlima huo wa Golgotha, huku inayoitwa kwamba ni mlima wa vubu la kichwa. Katika nyimbo moja tunaimbaka Golgotha ya utukufu, Golgotha ya utukufu. Sisi pale hatuzungumuze kuhusu mahali ya Golgotha, lakini tunazungumza kuhusu yale yaliyofanyika pale. Mkombozi wetu alikuwa amewekwa juu katikati ya mbingu na dunia. Alisema, wakati kapokuwa nimenyanyuliwa mpaka juu na kutosha hapa duniani, nitakokota wana wa Mungu mpaka kwangu. Yohana 12:32. Na alisema tena, yule anayekuja kwangu sitaweza kumkataa. Yohana 6:37. Mungu alinyoshea wanadamu mkono wa upatanisho ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Kibambazi cha kutenganisha ukuta uliokuwa umetenganisha ulibomolewa, na ndiyo maana wokovu ungepasha kutimilika ndani ya yule mmoja aliyekuwa Mungu na aliyekuwa mwanadamu, na ambaye aliweza kukamata nafasi ya Mungu kwa upande moja na nafasi ya watu kwa ajili ya nafasi nyingine. Ndani ya roho yake alisema, Bwana Mwokozi wetu
alikuwa Bokozi. Alisema mbele, aliambia mbele ya Abrahamu akuwe mimi niko. Yohana 8:58. Lakini kwa namna ya kiungu yeye ni wa milele hata milele. Hapo mwanzo kulikuwa neno, mbele ugeuka kuwa mwili. Mbele alikuwa kwanza neno. Yohana 1:1. Na neno kuwa pamoja na Mungu na Mungu alikuwa neno. Na alikaa kuwa mwili na akakaa pamoja nasi. Yesu Kristo alikuwa Emanueli, akakaa pamoja nasi. Mathayo 1:23. Kwa namna ya mwili alikuwa mtu, alikuwa akikula na kuchoka, alikuwa akilala na kusizia, lakini kwa namna ya kiungu alikuwa zaidi ya mtu. Angepashwa kukamata mikate fulani na kuimega na kuivunja tena, na tazama sasa mikono yake ilikuwa imejaa mikate. Mathayo 14:19-20. Aliivunja na akagawia wanafunzi wake, na hiyo ikaongezeka tena katika mikono yake. Warafiki yangu wapendwa, kwangu mimi funzo ya kutosha katika hii ni kwamba tuweze kujiweka katika mikono yake. Kama tunataka kitu fulani kiweze kufanyika, tunapaswa kujiweka kwa Bwana na kusema niko hapa, kama vile nilivyo, ninakuja, unikubali. Na kisha tunamsikia akisema, kujeni kwangu ninyi nyote mnaochoka na kulemelewa, nami nitawapatia pumziko kwa ajili ya nafsi zenu. Mathayo 11:28. Leo ningetaka niweze kuona wale wote ambao hawajaweza kufanya mazoezi yao wenyewe ya neema ya Mungu, waweze kuingizwa katika kusumbuliwa takatifu, na kisha waweze kuingia katika salama takatifu ya Mungu, katika pumziko ya Mungu. Mtu kwanza anapaswa kuingia katika huzuni na kusumbuliwa, na kisha baadaye aweze kujua hali yake ya mangamizi ya kutengana pamoja na Mungu, na kisha aweze kulilia Mungu katika hali hiyo, na kisha aweze kusema, Bwana unihurumie, unipokee mimi mwenye dhambi, unipokee kwa rehema, unipokee mimi mwenye dhambi, unisamehe kwa rehema, samehe makosa yangu yote, unisafishe, unitakase, unipokee, unifanye kuwa mwana wa Mungu, unipatie msamaha na uzima wa milele. Hiyo ndiyo Mungu anataka kufanya leo hapa. Mwenye dhambi hapo msalabani aliitia jina la Bwana kwa dakika za mwisho na akajibiwa, akaingia katika paradiso. Ninaweza kuuliza leo kama kuna katikati yetu mtu fulani ambaye hajaweza kujiuliza swali fulani, kama anaweza kufungua macho akiwa huko chini, wakati yote itakuwa imekwisha kuchelewa. Itakuwa ni huzuni gani, ni kilio gani na kujionya gani ameweza kufanyika kwa wale ambao hawakuweza kupokea kipaji cha neema ya Mungu, lakini waliweza kuikataa na walikuwa kiwaza kwamba ikungali tena wakati. Kwamba ningali kijana, watu watasema nini? Hiyo masababu zinakuwa tofauti, lakini maandiko matakatifu yanasema leo, kama munasikia sauti yake, musifanye migumu mioyo yenu. Waebrania 3:8. Leo ni yako, Mungu ameikupatia leo, iko katika mikono ya Mungu. Unaweza kuwa leo, lakini hakuna mtu anajua kama kesho utaamuka au kama utakuwa umekwisha kulala, na wengi hawataweza wengi watalala lakini hawataamuka. Lakini Bwana Mungu anataka kila mtu kweli kweli aweze kuwa amefanya mazoezi ya Mungu. Leo uweze kufanya mazoezi ya neema ya Mungu, upokee msamaha wa makosa yako yote na dhambi zote, na uweze kuelewa yale yaliyofanyika katika habari ya wokovu. Hiyo haitaweza kufanyika, ilishakatimilika, ishakafanyika, ilishakatendeka, ilishakafika na kufanyika. Mungu alishakapatanishwa pamoja na wanadamu, makosa na dhambi zilisamehewa, ila kutokuamini ndiyo itaweza kukuangusha, itakuleta mpaka chini. Ndiyo maana inaandikwa, Yesu anasema, kama hamwamini kwamba mimi ndiye, mutakufa.
kama hamwamini kwamba mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Yohana 8:24. Kuna mwokozi mmoja, kuna wokovu mmoja, kuna ukombozi mmoja ambao Mungu aliyotupatia kwa neema ndani ya Kristo. Na hiyo ndiyo inayomaanisha Golgota. Hiyo ndiyo Golgota inamaanisha, na sio siku ambayo tunapaswa kusherehekea na kufanya kama vile karamu, na kisha tuweze kuwa na mambo fulani ya kuweza kuwa na mazawadi fulani na matralala. Lakini Mungu hataki tuweze kupita pembeni ya vitu ya lazima, na Mungu hataki hiyo makaramu kubwa na mafete kubwa na kupiga mangoma. Hapana, Mungu anataka tuweze kutambua, tutoke katika hiyo mambo mabaya, tuweze kujua na kuona yule aliyesulubishwa, na tuweze kushitambua sisi, na tuweze kusema oh, Mungu, hii ilifanyika kwa sababu yangu, kwa ajili yangu, makosa yangu, dhambi yangu. Kuacha kwangu Mungu uliwekwa juu ya mwana kondoo wa Mungu. O Bwana, ulinipenda sana kuona jinsi uliweza kutoa makosa yangu juu yangu, na ukakamata hukumu yangu juu yako. Yale ambayo ingepasha kunifikia ulivumilia. Ni sisi ndiyo tungelipashwa kushuka. Ni yeye ndiye aliyeshuka mpaka mahali pa chini ya dunia. Ni sisi ndiyo tunapaswa kukufa tukitenganishwa na Mungu, lakini yeye ndiye alikamata nafasi yetu na akakufa kwa ajili yetu ili aweze kutupatia uzima wa milele kwa neema. Nataka kuweza kuisema, kuna neno inayosema kwamba wakati mtu anapotoka wakati akiingia katika milele anapokea uzima wa milele, lakini katika maneno hayo hakuna kitu cha kweli. Hiyo sio kweli. Mtu ambaye anayepokea mwana wa Mungu, anayemwamini mwana wa Mungu ndiye anakuwa na uzima wa milele, na mtu ambaye anatoka katika dunia hii bila uzima hana uzima. Yohana sura 3:36. Andiko nyingi za Biblia zingeweza kusomewa kwa maneno haya. Waroma sura 9:27. Na sawasawa watu wanavyokufa mara moja na nyuma ya kufa hukumu. Waebrania sura 9:27. Mtu anayetoka katika dunia hii amekwisha kupotea na kuangamia, atakuwa amekwisha kuangamia. Mtu ambaye anatoka kwenye dunia hii akiwa amekwisha kupatanishwa na Mungu na kusamehewa na Mungu, akiwa mwana wa Mungu, anakuwa tu ni kubadilisha tu mahali pa kuishi. Anatoka katika wakati akiingia katika bonde la uzima, anatoka katika hii bonde ya machozi akiingia katika chumba cha furaha akiwa pamoja na Bwana milele. Warafiki wangu wapendwa, hiyo ni uhakika wa kiungu, sio habari ya mawazo, lakini huu ni uhakika wa kiungu na wa milele. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu yeye mwenyewe pamoja naye, ambao wewe na mimi tuko sehemu ya hiyo. Wewe na mimi tulikuwa ndani ya hao, na sasa hawezi kuhesabia juu yetu makosa yetu, lakini alitusamehe yote kwa neema. Ni hapo ndipo chanzo. Hiyo ndiyo lengo ya siku ya tano takatifu, kusema Golgota, kama vile kitendo ndani ya habari ya wokovu wa Mungu kwa ajili ya wanadamu wote kupitia utangazaji wa Injili au habari njema. Injili katika Kigiriki inamaanisha kwamba habari njema, ukisema ujumbe wa upendo, wa neema na wa msamaha. Nyimbo moja nasema ujumbe kwa ajili yako, ujumbe kwa ajili yangu, ujumbe kwa ajili yetu. Na iliyo njema ni kwamba ni kweli, kwamba ujumbe huu ni wa kweli, kwamba Mungu anatimiza neno na anatimiza yale ambayo aliyoahidi. Nawaza kwamba kupitia uzima wake na kufa kwake na ufuko wake, Bwana wetu alionyesha kwamba yale aliyokuwa akisema ilikuwa ya kweli, na kama vile maandiko matakatifu yanavyosema, agano inakuwaka ya haki, inaingia katika matendo, na hiyo ndio ifanyika hapo Golgota kwenye msalaba. Bwana wetu alisema hii ni damu
damu ya agano jipya iliyomwangika kwa ajili ya msamaha wa dhambi za wengi. Mathayo sura 26:28. Moyo mpendwa, kubali hiyo leo, uikubali leo bila hata mashaka moja. Tunaweza kushakia watu, unaweza kunishakia, kushakia mtu mwingine na kushakia wewe mwenyewe, lakini wasi mshakie Mungu na kushakia neno la Mungu. Mungu na neno la Mungu, yote yanatoka kwa Mungu, inakuwa ya kweli, ya kuaminiwa. Mbingu itaanguka kuliko neno lake litakudanganya. Mbingu na dunia vitapita, lakini neno la Mungu linadumu milele na milele. Na kama wewe na mimi tunataka tuweze kuishi pamoja na Mungu milele ndani ya utukufu, sasa tunapaswa kuwa tumekwisha kumkubali hapa na kukubali hiyo kama vile zawadi ya neema. Kwa ajili ya kumalizia, ningetaka niweze kusoma shahidi hii nzuri ya Agano la Kale ambayo tuliyosoma wakati uliopita mahali fulani. Inanijia tena katika mawazo, na nawaza kwamba mutaona tangu andiko hii kwamba ndani ya Agano la Kale watu wa Mungu walikuwa wamekwisha kuweka matumaini yao ndani ya Bwana, na kisha wakaweza kuona ikitimilika yale ambayo aliyokuwa ameahidi. Nataka kusoma andiko iliyo katika kitabu cha Ayubu sura 19 na kisha kwenye sura 33, andiko mbili kwa mafupi. Ayubu 19 mstari 23. Laiti maneno yangu yangeandikwa sasa, laiti yangeandikwa ndani ya kitabu kwa kalamu ya chuma na ya risasi, yakachorwa katika mwamba kwa milele. Mstari 25. Lakini najua ya kuwa mkombozi wangu ni hai, na ya kuwa katika mwisho atasimama juu ya nchi. Mstari 26. Na nyuma ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipo mwili wangu nitaona Mungu. Mstari 27. Na mimi mwenyewe nitamwona, na macho yangu yatamtazama, wala si mgeni. Mtima wangu unazimia ndani yangu. Hapa nitaka kusema maneno haya yanayosema kwamba mimi najua kwamba mkombozi wangu ni hai. Mtu ambaye hawezi kusema hiyo leo, akiwa na ukubalishwa, akiwa na mazoezi pamoja na Mungu, kwamba hayo iweze kufanyika leo, acha iweze kufanyika leo, aweze kuisema hiyo, iweze kufika leo. Kama uweze kuiamini, itaweza kufanyika pia. Nasoma katika Ayubu 13:3, neno ambalo linapaswa kuwa la kuweka bidii na kuweka nguvu kwa ajili yetu sio na umri wa miaka iliyo juu sana. Ayubu 13:3. Mstari wa 23. Kama malaika akiwa pamoja naye, msafiri mmoja katikati ya 1,000, kuonyesha mtu kitu ambacho kinampasa. Mtambua hapa matamshi haya. Mmoja mtetezi mmoja katikati ya watu 1,000, kwa kuweza kuonyesha mtu kitu ambacho kinampasa. Mstari 24. Halafu anamwonyesha neema, anasema umwokoe asiende shimoni, nimepata ukombozi. Hapo msalaba wa Golgotha Mungu alipata ukombozi, na ndiyo maana ujumbe huu inayosema msiache mpatanisho na Mungu, mpatanisho pamoja na Mungu. Mungu alitupatia neno la upatanisho, na tunaita ulimwengu au wanadamu waweze kupatanishwa pamoja na Mungu, mpatanisho pamoja na Mungu. Kwa upande wa Mungu upatanisho huo ulifanyika,
na kwa upande wako unapaswa sasa kuikubali ndani ya imani na kuweza kushuhudia pia hii kitendo cha ukombozi kama vilivyofanyika pamoja na agano au mapatano. Nasoma tena kwenye mstari wa 25, Ayuba 13:3. Nyuma ya mwili wake ilikuwa laini kuliko ya mtoto, anarudi kwa siku ya ujana wake. Hiyo pia inaweza kuwa kama vile mpya kwa ajili ya wamoja katikati yetu, lakini katika ukamilifu, ndani ya kumalizia, wakati wa kurudi kwa Yesu Kristo, wakati kutokufa kutakapovaa kukufa na kuharibika kutakapovaa kutokuharibika, ndipo sasa tutaweza kujua katika ujana wetu. Ndani ya utukufu hakutakuwa mtu atakayetembea akiwa na mabeki. Hakuna mtu atakaoweza kuwa huko akiwa kibubu au kipofu. Hakuna mtu atakayeweza kuwa na mashida na huzuni, lakini sisi wote tutaweza kurudishwa katika ujana wa milele na tutakuwa pamoja na Bwana milele. Hilo ndilo ahadi la kiungu. Hiyo ndiyo ukombozi, na sio tu msamaha wa dhambi, lakini pia kwa ajili ya umilele. Hakutakuwa tena alama ya dhambi, ya ugonjwa, ya huzuni au ya kifo. Yale yaliyokuwa mbele itakuwa imekwisha. Tazama, Mungu anafanya mambo yote kuwa mapya, na inaanza ndani ya mioyo yetu na ndani ya maisha yetu. Inabaki tu mwisho ya shahidi hii, mstari 25. Nyama ya mwili wake ilikuwa laini kuliko ya mtoto, anarudi kwa siku ya ujana wake. Watoto au vijana hawezi kujua hiyo, lakini tunajua inamaanisha nini hiyo. Inakisha inasema kwenye mstari 26, anaomba Mungu naye anamkubali, hata anaona uso wake kwa furaha, na anarudishia mtu haki yake. Hakuhesabia makosa kwetu, anatupatia haki ya kiungu, na tunaweza kuonekana mbele ya uso wake ndani ya furaha na sauti ya furaha. Kwenye mstari 27 inasema, Ayuba 13:3, anaimba mbele ya watu na kusema, nimekosa na niligeuza vibaya yaliyokuwa ya haki, wala sikupata faida. Mungu aliikomboa nafsi yangu ili isishuke katika kuzimu, lakini uzima wangu uweze kufurahi. Mstari wa 28, amekomboa nafsi yangu isiingie shimoni, na uzima wangu utatazama nuru. Nataka tuweze kujua hii siku ya tano takatifu ni nini, na hii siku ya kwanza ya juma ya Pasaka inakuwa nini. Ni katika habari ya wokovu. Wokovu ungepasha kutimilishwa na Mungu hapa duniani. Ukombozi ungepasha kutimilika kupitia Mungu hapa duniani. Hiyo ilikuwa ndani kusema upatanisho pamoja na Mungu, msamaha wetu yote ambayo iliyokuwa katikati yetu na Mungu ingepashwa kutoshwa, kutenganishwa, uadui yote ingepashwa kutoshwa. Njia mpaka kwa Mungu impashwa kufunguliwa kwa wanadamu, na hakuna mtu ambaye angeweza kuifungua na kuitengeneza, lakini Bwana wa utukufu, mfalme wa wafalme, yeye mwenyewe alikuja katika mwili akawa mtu ili aweze kufungua njia hiyo, akifungulia wanadamu hapa kwenye dunia hii upatanisho wa ujao na msamaha wa ujao, neema, ukovu na uzima wa milele. Zaidi tena ya hiyo, kushinda kifo. Hatutoshe katika mangamizi, ndiyo, katika kuzimu. Alishuka ndani ya mahali pa chini pa dunia ili nasi tuweze kupanda wakati wa kurudi kwake. Yote ambayo iliyokuwa ya lazima katika habari ya wokovu, Mungu aliweza kuitupatia kwa neema ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu.
Ni sasa kwetu kuweza kuikubali na kuweza kushukuru Mungu kwa ajili ya hiyo na kuweza kuiaishi kweli kweli, kama vile wandugu yetu na wadada yetu walivyoishi kwa mwanzo, ili nasi pia tuweze kupokea uhakika wa imani na tuweze kusema kwamba ninajua kwamba mkombozi wangu iko hai. Tuweze kusema kwamba ninajua kwamba kulikuwa siku saha ambamo niliweza kutakasia maisha yangu kwa Bwana. Ninajua kwamba kulikuwa saha ambayo niliweza kuishi mimi mwenyewe Mungu, siku ambayo niweza kupokea msamaha wa dhambi zangu na ambamo niweza kugeuka kuwa mwana wa Mungu, kama vile Paulo anayaeleza akiambia Waroma, roho wake anashuhudia roho yetu kwamba nasi tumegeuka kuwa wana wa Mungu. Waroma 8:16. Warafiki wapendwa, kuna mambo mengi ya kusema kuhusu maneno haya. Mungu atupatia wanadamu wokovu ambayo haijaweza kuwa ya maana sasa, lakini unapaswa kuyakubali, muweze kuyafanya mazoezi, msiweze kuhisabia tu kama vile ni mawazo fulani tu. Leo hiyo yanapaswa kufika pamoja na wewe, ndiyo, pamoja na sisi sote, pamoja na wale wote ambao hawajaweza kuishi Mungu. Upendo ambao Mungu aliyofunua alipotoa mwana wake aliyezaliwa na yeye, ili wale wote wanao mwamini wasiweze kuangamia, lakini waweze kupata uzima wa milele. Hakuna weza kueleza kwa maneno. Mungu atupenda kwa namna ya nguvu sana, kwa kiwango aliweza kujifanya kuwa mwili na akafanya achukue yote juu yake ili aweze kutukomboa. Alikuja katika mwili yeye mwenyewe ili atukomboe. Alitutosha katika kifo, katika kuzimu, na akatufanya akatufanya sisi ndio kuwa wana wa watu, akatufanya kuwa wana wa Mungu. Waandishi wote au waanzilishi wote wa madhehebu wako katika makaburi yao, lakini Yesu alifuka siku ya tatu na anaishi, kama vile andiko, kama vile mwimbaji mmoja anaimba ya kwamba Yesu anaishi nami naishi pamoja naye. Kuna andiko lingine nipasha kusoma kwa sauti kubwa, au nyimbo ambayo nipasha kuimba kwa sauti kubwa. Alikuwa kichwa chake kilikuwa imejaa damu, alikuwa amejaa maumivu na vidonda, alikuwa amevaa taji ya miba, alikuwa akichekelewa, alikuwa hana furaha. Lakini sasa Bwana wetu alifanya hivyo kwa ajili yetu. Alipigwa, akatemewa mate na ubavu wake ikafunguliwa, damu ya lazima kwa ajili ya ukombozi wetu ikamwangika, na kisha akaingia katika mahali patakatifu akiwa na damu yake mwenyewe ili aweze kutimiza ukombozi wa milele. Aliitimiza. Amina.